Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, piga like na tazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu leo nitakueleza kwa kina jinsi ya kufuga kuku wa kienyeji kuanzia yai hadi kuuza kwa faida kubwa. Wafugaji wengi wamekuwa wakiniuliza, nawezaje kuanza ufugaji wa kuku wa kienyeji bila kutumia gharama kubwa lakini nikapata faida? Leo nitakueleza kila hatua unayopaswa kufuata, kutoka kwenye kuchagua mayai bora, kutotolesha vifaranga, kulea na hadi kuuza kuku wako sokoni. Na kumbuka, kama unataka kujifunza kwa vitendo zaidi, tuna darasa maalum la WhatsApp kwa wafugaji wa kuku. Humo tunafundisha namna ya kutengeneza chakula, kutumia tiba asilia na kutumia incubator kwa usahihi. Unaweza kujiunga sasa hivi kwa kutuma ujumbe kwenye WhatsApp namba 0734 301 218. Tuanze na hatua ya kwanza ya safari ya ufugaji wa kuku wa kienyeji, ambayo ni kupata mayai mazuri ya kutotolesha. Mayai mazuri hutoka kwa kuku wenye afya njema, waliolishwa vizuri na wenye lishe kamili. Epuka mayai yaliyopinda, yenye doa au nyufa. Hifadhi mayai hayo sehemu yenye hewa ya kawaida, si baridi sana wala joto kupita kiasi. Ukihifadhi kwa muda mrefu, uwezo wa kutotolesha hupungua. Kumbuka, mafanikio ya kutotolesha yanaanzia hapa, kwenye ubora wa yai lenyewe. Baada ya kupata mayai mazuri, unaweza kutotolesha kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni ya kisasa, kutumia incubator. Incubator inakusaidia kutotoa vifaranga wengi kwa wakati mmoja. Unachohitaji ni kuhakikisha joto na unyevunyevu vinakuwa sawa, na mara nyingi vifaranga hutoka baada ya siku 21. Njia ya pili ni ya asili, kutumia kuku anayetamia. Njia hii inafaa sana kama una mayai machache, lakini kama unataka kuzalisha vifaranga wengi kwa biashara, ni bora kutumia incubator. Na kama huna incubator, usijali. Tunazo incubator bora kabisa zinazototolesha vizuri sana, zenye uwezo tofauti kuanzia ndogo hadi kubwa, na zinapatikana kwa umeme au kwa sola. Unaweza kupata yako sasa hivi kwa kuwasiliana kupitia WhatsApp namba 0734 301 218. Baada ya vifaranga kutoka, hapa ndipo kazi kubwa inaanza. Wiki za mwanzo ndizo muhimu zaidi, kwa sababu vifaranga ni wadogo na hawana kinga imara. Weka sehemu yenye joto la kutosha, mwanga wa kutosha na isiyo na upepo mkali. Tumia taa au chanzo chochote cha joto kama vile bulb au taa ya gesi ili vifaranga wasipate baridi. Safisha eneo hilo kila siku, kwa sababu unyevunyevu na uchafu huleta magonjwa hatari. Wape chakula cha vifaranga kilicho na protini ya kutosha kama chick mash, na unaweza kuongeza dagaa wa unga au soya ili kuongeza nguvu. Maji yao yawe safi kila wakati. Unaweza kuchanganya aloe vera kidogo au majani ya guava mara chache kwa wiki ili kusaidia kinga ya mwili. Usisahau chanjo, kwa sababu chanjo ni ulinzi wa kwanza dhidi ya magonjwa kama Newcastle na gumboro. Kama ungependa kujua ratiba kamili ya chanjo kulingana na wiki, jiunge na darasa letu la WhatsApp kupitia namba 0734 301 218. Tunafundisha jinsi ya kufanya chanjo kwa usahihi, jinsi ya kutumia tiba asilia na kutumia incubator kwa usahihi. Baada ya kufika miezi 3 au 4, kuku wa kienyeji wako wataanza kutembea na kutafuta chakula wao wenyewe. Wape nafasi ya kutosha kutembea katika banda au eneo la wazi yenye nyasi. Kuku wa kienyeji wanapenda kula wadudu, mchwa na majani, jambo linalokusaidia kupunguza gharama za chakula kwa zaidi ya nusu. Wape chakula cha kuku wanaokua kenye mchanganyiko wa mahindi, mashudu, dagaa na kidogo ya choka kusaidia mifupa ikawa imara. Kumbuka kuwa kuku wa kienyeji wanakuwa taratibu, lakini wanapata kinga ya mwili, nguvu na nyama yenye ladha bora zaidi. Wakati huu hakikisha banda lina hewa ya kutosha, sehemu kavu ya kulala na maji safi. Weka pia chombo chenye ashi au mchanga kwa ajili ya kuoga, jambo linalosaidia kuondoa wadudu wa ngozi kama utitiri. Baada ya miezi 5 hadi 6, kuku wa kienyeji wako wataanza kutaga mayai. Wape sehemu tulivu za kutagia zenye majani makuvu na chakula chenye virutubisho kamili.
Kama unawafuga kwa ajili ya mayai, endelea na lishe bora kila siku, lakini kama unafuga kwa ajili ya nyama, wape chakula chenye nguvu zaidi ili kupata uzito mkubwa wa kuchinjwa. Kuku wa kienyeji wana soko kubwa sana katika hoteli, sherehe na masoko ya kijijini. Wateja wengi hupenda ladha yao na nyama yao ngumu yenye virutubisho vya asili. Kwa upande wa bei, kuku wa kienyeji anaweza kuuzwa kati ya shilingi 15,000 hadi 25,000 kutegemea ukubwa wake na msimu wa mauzo. Kwa hiyo, hata ukiwa na kuku 100 peke yake, unaweza kupata faida kubwa sana ndani ya miezi 6 hadi 8. Kuku wa kienyeji ni biashara endelevu, rahisi kuanza na yenye faida kubwa sana kama ukiweka mipango mzuri ya chakula, usafi na chanjo. Na kinachovutia zaidi ni kwamba unaweza kupunguza gharama kwa kutumia malisho ya asili kama majani ya lusina, dagaa, mabaki ya jikoni na wadudu wa ardhini. Pia unaweza kutumia tiba asilia kama aloe vera, mwarobaini, vitunguu saumu na pilipili kuongeza kinga ya mwili wa kuku wako. Na hivyo ndivyo safari ya kuku wa kienyeji inavyotoka kwenye yai hadi sokoni. Ni kazi inayohitaji uvumilivu, upendo na ufuatiliaji wa karibu, lakini matokeo yake ni makubwa. Kumbuka, mafanikio hayaji kwa bahati, yanakuja kwa kupanga na kujifunza kila siku. Kama unataka kujifunza kwa undani zaidi, jiunga sasa hivi na darasa